nishai kuongelea issue ya drone, na hili pia natoa sana wito, na matokeo yake ndo tumeona juzi. Nikwambia nimeenda TANESCO, wamezindua drone za kisasa ambazo zitaboresha sana ufanisi wa TANESCO. Zina thermal, lakini zinaweza kaangalia mionzi inayovuja katika cable zile. Wanafunzi, tupo sehemu tunakuja kupata elimu. Naomba samahani nitambulishe jina na hii inaitwa thermal camera. Hii inatumika kwa ajili ya kuangalia hotspot kwenye joto. Yes. Joto ambalo si la kawaida, kwa maana ya unapotazama pale kwa kutumia kifaa hiki kwa macho ya kawaida huwezi kuona, lakini kwa kutumia kamera hii unaweza ukaona na ukaweza kuangalia sehemu ambayo ina hot point kwa sababu ya kufanya research kwa ajili ya kufanya preventive maintenance. Hii inatusaidia ni kabla ya tatizo halijawa kubwa, tunaweza kuliona. Hizi zipo. Hii inaitwa corona camera. Hii inatumika kwa ajili ya kucheck corona discharge. Corona discharge ambayo ni nini? Hii corona discharge ni ambazo zinakuwa si za kawaida kwenye power lines. Zile discharge ambazo si za kawaida ambazo zinaweza zikawa zinasababishwa na contamination, au kwa mfano ni kama ni insulator ambayo imekuwa damage ama ni contact. Kwa hiyo hizi zinatumika kwa ajili ya kuzitambua ambapo ambayo macho ya kawaida huwezi kuona. Hii pia ni model tofauti, lakini ni corona camera. Sasa hii ni corona camera, lakini yenyewe pia inafanya kazi mbili kwa pamoja. Hii inafanya kazi ya kwa maana ya corona pamoja na kupima thermal. Kwa hiyo hii ni combination ya hizi na hizi. Ile ni single, inapima thermal peke yake. Hii ni corona peke yake, hii ni corona peke yake, lakini hii ina combine both thermal pamoja. Yes, pamoja na corona. Hii ndio kama hii. Hii ndio kama hii. Kwa hiyo kama mhandisi, hizi zinakusaidiaje? Let's say kabla hamjawa na hivi vifaa, kazi zenu zilikuwaje? Na sasa hivi mna hivi vifaa, kazi yenu inabadilikaje? Kabla hatujawa na hivi vifaa, ilikuwa ni vigumu sana kuweza kutambua tatizo ambalo limetokea. Kwa sababu kwa macho ya kawaida ni ngumu kuona. Lakini kwa kutumia hivi vifaa tunaweza tukaona, tukadetect kwa haraka, then tukaweza kuhitajika. Yes, kabla tatizo kubwa halijatokea. Kwa maana zamani let's say kama thermal either muende manual na unakuta let's say hapa kote ni vifaa, ngumu kwa identify wapi ambapo kuna extra bit. Sana hongereni sana wa Tanzania. Shirika letu linajitahidi sana kuboresha kazi na hivi vitu. Najua mnadhani vikija tu wanaanza kutumia, kuna training ambayo inatakiwa ifanyike pale, kuna mawasiliano, kuna maintenance, kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo wenye maua wapewe maua yao. Umeona zilikuwa kadhaa tumeziona pale, na tukaongelea vitu kadhaa. Mfano sasa hivi wana smart meter ambayo sasa hivi wewe ukiingiza luku inabidi uchukue namba uende kaingize. Wana smart meter ambazo wewe ukinunua inaingia moja kwa moja. Yes, yani inaenda, ambayo nzuri sana zimekuja sana, na watu washaanza kufungiwa. Yani kama tunakasalia hivi. Kwisha. Yani unajiunga bando ni juu kwa juu. Yes. Kama wifi tunapolipia. Yes, ni smart meter. Alafu pia zinaonyesha pia matumizi yake, ziko accurate zaidi, umeona? Na watu washaanza kufungiwa. Ni rollout ambayo inaendelea. Unajua shida serikali yetu ni kitu kimoja. Nadhani upande wa PR kuelezea mambo ambayo yanayafanya, kuna mengi ambayo yanafanyika lakini raia hawajui. Umeona? Na mimi TANESCO naielewa kwa sababu nimesomea umeme, nimekaa darasani mwaka mzima. Tanga, nikatoka huko kwa sababu ya kusoma electrical installation na vitu vyangu viwili, alafu nikatoka nikaja electronics hapa VETA Chang'ombe. Kwa hiyo najua the procedure na vitu ambavyo vinafanyika. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri sana, lakini jinsi ya kufikisha hizi kwa raia. Alafu nilipata nafasi ya kuongea na mkurugenzi, very smart guy, open, na yeye ndo ameintroduce ili swala la drones. TANESCO wana develop AI yao wenyewe, artificial intelligence, ambayo itarahisisha sana monitoring
ya huduma za TANESCO. Kwanza hongera sana. Asante. Kwa sisi watu ambao tunafuatilia teknolojia huwa tunatamani nchi zetu pia ziende na wakati. Kwa hiyo nimefurahi kuona kwamba mnaenda na AI na kwamba sio tumeachwa nyuma. Cha pili, kitu ambacho kimenimpress ni kwamba mmesema mna uwezo wa kugundua sehemu gani ambayo ina tatizo, ambayo ni automation hiyo. Lakini pia incorporate vitu kama drones ambayo inasaidia sana kwenye upande wa surveillance pamoja na sasa kwa raia wa kawaida ambaye hafahamu, yani hichi tulichokiona leo kina impact vipi, kinamrahisishia vipi maisha yake, ili raia wa kawaida ambaye hajui complication hizi technology ambazo zipo kinamrahisishia vipi? Maisha yanakuwa marahisi kwa mteja wetu. Sisi tuna usemi wetu mmoja, tunasema Watanzania wanataka umeme. Huko behind the scene tunataka tukafanya mambo mengi na maelezo yetu yakawa mengi, lakini mwisho wa siku mtu anataka akifika nyumbani au akiwa ofisini kwake anapohitaji umeme aupate. Kwa hizi harakati zote tunazozifanya, lengo letu ni kupunguza muda tunaokuwa na makatizo ya umeme ili kufanya matengenezo yetu, na tutapunguza kwa mfano hizi kamera hizi zina uwezo mpaka wa kugundua vitu vidogo sana ambavyo kwa macho huwezi kugundua. Kwa mfano unaweza ukatembea hapa, mainjinia wanaweza wakapanda, hata wakapanda na ngazi, kuna vitu unaweza usivione. Kwa hiyo kwa kutumia hizi drones na kamera zake ambazo ziko very sharp na zimekuwa designed kufanya kazi hizi, zinaweza zikakuza picha kwenye kiwango ambacho akirudi sasa kwenye kompyuta akaona sehemu ambayo asingeweza kuona kwa macho. Akishaiona ile damage ambayo itakuja kutokea baada ya muda fulani, ina maana yeye atawahi kwenda kutengeneza kabla ile kitu haijawa kubwa na kusababisha umeme kukatika. Hiyo ndio faida kwa mteja, kwamba ukatikaji wa umeme ule ambao wanauona utapungua kwa kiasi fulani, kwa sababu ziko changamoto tutazigundua, kwa sababu hizi mashine tutazitumia kukagua, tutazitumia tu kwenda kutuangalia tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo kwenye kukagua tutajua bwana, fida fulani ina dalili mbaya. Kwa hiyo mainjinia kwenye mpango wao utapanga kesho yake, jioni yake wataenda kurekebisha pale. Wewe mteja wangu utajua kwamba kuna eneo langu karibu na nyumbani kwangu kulikuwa kuna changamoto. Kwa sasa kabla kuna maeneo tunaweza tusiyaone, tukayagundua baada ya wewe kutupigia simu kwamba nyumbani, ofisini au kwenye mtaa wenu nyumba 6 hazina umeme. Nimekujibu DJ? Sima. Asante. Mimi nimesomea umeme. Asante. Nafundishwa kuna aina mbili za maintenance. Ndio. Kuna ambayo tatizo likitokea mnaenda kufix, lakini kuna inspection ambacho ndio kinachofanyika kabisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitaongeza kabisa, itatusaidia sana. Kwa hiyo nimefarijika sana kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika behind the scene, kazi nzuri sana ambazo zinafanyika, na kuna watu najua negative people wataanza kuongelea, sijalipwa hata shilingi moja na TANESCO, sijalipwa chochote kwa sababu ile, ila sehemu ambayo watu wanastahiki maua tuwape maua yao, umeelewa? Kwa hiyo kuna kazi nzuri ambayo inafanyika. Sasa kwa nini nimeongelea hii? Kwa sababu unaona hizo drones zinahitaji mapilot. Ndio maana nikatoa wito kwa mawaziri wetu ili swala la drones waliangalie. Unakumbuka last time niliongea na nikakwambia serikali yetu sikivu, drone operators ambao ni consumer, tulijikusanya, akaja mmoja wa wasimamizi wa TIA anaitwa Bwana Ibrahim, akakaa na sisi, nikamwambia serikali inasikiliza. Tulikaa naye, tulikutana naye Sinza, akatoa maelezo yake na sisi tukatoa maelezo yetu, tukamwambia changamoto zetu, akazichukua kazi note, akasema anaenda kuzifanyia kazi na tunasubiri tuone matokeo ya yale aliyoenda kufanyia kazi. Lakini pia na sisi akatuambia njia za kufanya ili kupata. Kwa hiyo serikali ni sikivu. Mimi nawaambia watu tuache kulalamika. Nikikwambia juhudi ambazo nimezifanya mimi binafsi DJ Sma, kuanzia ile issue ya polisi jinsi nilivyopambana mpaka nikaipata, kuna issue ya TRA nilikwambia changamoto mpaka nikaongea nao tukafanya dialogue, nikarudi nikapata huduma nzuri. BASATA same thing, tumeenda tumekaa nao wametusaidia. Kuna issue hii ya drones, wanasikiliza yani ni hivi, yes, ma DJ ni hivi. Nawaambia vijana wenzangu, mkiona kuna changamoto jikusanyeni,
alafu nendeni mkaongea na serikali muone kama msikii. Lakini ukikaa pembeni unaongea na kuchonga, haijengi. Yes bana, bla 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 bla. Ongea. Juzi nilimuuliza mkurugenzi wa TANESCO, mnafanya kazi nzuri sana, ni kitu gani ambacho sisi raia tunaweza tukasaidia ili kazi yenu iwe na ufanisi na vitu kama hivyo? Mimi nina falsafa yangu ambayo naamini kwamba nchi yoyote ili iendelee lazima kuwa kuna ushirikiano kati ya serikali na raia. Ni kweli. Kuna PPP ambayo ni public and private sector. Hiyo ni tofauti, lakini mimi naongelea kwa raia wa kawaida kabisa. Mimi naona unachokifanya TANESCO na juhudi mlizozifanya na vitu kama drones na ni kitu ambacho nishaiko kukiongelea umuhimu wake na nimefarijika sana kama mtu wa teknolojia. Lakini ili kama taifa tusonge mbele lazima tushirikiane. Kitu gani ambacho ungependa sisi kama raia, mimi naongea kama raia wa kawaida, to play our part ili kufanya kwa TANESCO kazi yako iwe rahisi na wewe ku play our part ili kwa pamoja tuzidi kwenda mbele. Hiyo ni kwa upande wa raia wa kawaida, lakini pia hapa kuna watu wa media. Kuna ushirikiano gani kati ya TANESCO na media ambayo tukishirikiana kwa pamoja taifa litazidi kwenda mbele? Kwanza mimi nakushukuru. Na mimi kwenu nyinyi watu wa media, nyinyi ni wadau muhimu sana kwenye kazi zetu. Kwa sababu huduma yetu sisi tunayoitoa ni very touching. Na tunagusa kila mtu. Kwa sababu sisi ni sekta wezeshi. Ili ufanye kazi yako yoyote unahitaji nguvu ya umeme. Na ndio maana serikali imewekeza vya kutosha. Nimesema tuna assets karibu za trilioni 26.5. Sasa wananchi wana role kubwa sana. Hii miundombinu yetu sisi kama nilivyosema, hizo kilomita zimesambaa, ni miundombinu yenye thamani kubwa sana. Na huko kote raia wetu wako. Cha kwanza tunachoomba wananchi wetu wajue kwamba zile mali ni za kwao. Na watusaidie kwa namna wanavyoweza kuzihakikisha ziko salama. Wao sio wataalamu wa ulinzi, wao sio walinzi, wao sio wataalamu wa TANESCO. Lakini wanafahamu kwamba ziko nyakati ambazo miundombinu yetu sisi inashambuliwa. Wako watu wanaiba nyaya zetu, watu wetu wana damage transformer zetu, na kufanya vile kunasababisha eneo lile linakosa umeme. Na likikosa umeme, mwananchi ambaye hakuwa sehemu ya ule uhalifu, kazi yake ni kutupigia sisi simu na kutoa complaint. Na sisi tuna respond, tunakwenda. Tukienda tunakwenda kulazimika kutumia resource ambazo zingetumika kumpelekea umeme mtu ambaye hana, kurekebisha damage ambayo imesababishwa na uhalifu wa mtu. Kwa kitu kikubwa tunachoomba jamii tushike mkono ni kuwa walinzi wa zile mali. Miundombinu ya TANESCO mingi ni ya gharama kubwa, lakini mingine ni ya hatari, sababu ile ni umeme. Kwa hiyo wananchi watusaidie pale wanapoona wako watoto wa majirani, watoto wao wanaonyemelea vifaa vyetu, watusaidie kwanza kukemea, lakini la pili kutupa taarifa. Bahati nzuri ziko namba zetu ambazo unapiga bure 180 ambazo tunazitumia kwa ajili ya kupokea complaints au behavior ya umeme kutoka kwa wateja wetu. Watufahamishe pia ambapo kuna shida ambayo inaonekana mtu aidha anataka kudamage miundombinu yetu na mambo mengine. Huo ni msaada mkubwa sana ambao tunaomba nyinyi watu wa media mtusaidie. Lakini la pili, wananchi wema, wateja wetu wote na ambao pia hawajao wateja wetu, waendelee kutusaidia. Na tunashukuru sana, tunaendelea kupata ushirikiano, lakini ushirikiano huu ni endelevu, tuendelee kupata kutoka kwa jamii. Lakini la pili, sisi tumejitolea kwa miongoni mwa mashirika ya kwanza ambao tumeamua kuzungumza na mteja moja kwa moja. Wenzetu walio wengi wanazungumza na wateja wao kupitia media, anafanya press conference, anafanya nini, anatoa release, lakini sisi tumetengeneza platform za kuchati na wateja. Tunazungumza na wateja sisi. Au mameneja wangu mimi kupitia maafisa wao wanazungumza na wateja kwenye platform zote, WhatsApp group na nini. Tunaomba wateja wetu waendelee kutupa ushirikiano. Zile platforms zinatusaidia sana sisi na zinawasaidia wao. Tunapata taarifa nyingi kutoka kwao juu ya changamoto zetu ambazo zinaendelea huko mtaani. Waendelee kutumia zile platform vizuri, na tunaenjoy sana ushirikiano tunaopata, na tunaendelea kuongeza base, tuendelee kufikia wateja wengi. Kwa hiyo zile platforms ni halali, na ambao hawajajiunga wajiunge kwenye mitaa yao, kwenye vijiji vyao, kwenye vitongoji. Zinatusaidia na sisi tunataka kuongeza base ya namna tunavyowasiliana, ili tukitoa statement iwafikie wateja wengi kadri inavyowezekana. Na mambo mawili kwa kuanzia kwa leo, wateja wetu wakiendelea kurespondi vizuri kama wanavyo respond,
sisi tunafurahi. Both wanaotupongeza sisi tunashukuru sana, wanaotukosoa pia sisi pia tunashukuru, kwa sababu tuko subject na criticism. Hii ni mali ya umma, sisi tumeajiriwa kwa ajili ya kuwatumikia watu. Kwa hiyo kama mtu haridhishwi anapozungumza, ajisikie huru kabisa, mradi azungumze kitu ambacho ni cha kweli, na sisi tunapokea na immediate tuna respond, kwa sababu kwanza anapokuwa labda hapati umeme, sisi tuna lose revenue. Sisi ni wafanya biashara, kwa hiyo tuna lose revenue. Kwa hiyo kwetu sisi ni masikitiko makubwa sana tunapokuwa tumhudumii mteja wetu ipasavyo. Kwa hiyo mambo haya matatu Sma, wateja wetu na wananchi wote wakitunga mkono kama wanavyoendelea kutunga mkono, kwetu sisi ni fahari na heshima sana. Alitoa jibu moja ambalo nilipenda, akasema investment ambayo inafanyika kwenye TANESCO na serikali ni kubwa sana, na kuna miradi mingi. Kuna REA ambayo inafanya kazi, ila kuna TANESCO yenyewe vitengo vyao, kuna kama nilivyokuambia, kuna kitengo ambacho cha AI na IT, kuna hizo drones ambazo zimeletwa, lakini kuna wahuni ambao wana sabotage, wanahujumu miundombinu. Anasema sisi tuwasaidie kwa kutoa taarifa, umeona? Yaani kwa hiyo kama raia ukikuta wale vishoka, mtu kapanda akaenda anaiba waya, umeona, anaiba nguzo sehemu, anaenda isisome, tutoe taarifa, kwa sababu kasema kitu kimoja. Unajua, unaweza kadhani ile hainiathiri. Anasema anapotokea mtu kaenda, mfano kama kuna kipindi watu wanaiba mafuta transformer, ushakusikia hizo taarifa? Ile transformer ikiungua, ikibutuka, inatuathiri sisi sote, sawa? Cha kwanza. Cha pili, kama walikuwa na transformer 10 ambazo walitakiwa enda wakazifunge sehemu mpya, inapoharibika hii transformer, resource au rasilimali ambazo zilitakiwa zitumike sehemu nyingine, yes, inabidi zitumike huku ili kurecover. Kwa hiyo na sisi tutoe ushirikiano wetu kuwa wa raia wema, na nadhani kwenye hilo na niwashauri kitu kimoja, kwamba of course siku hizi wana WhatsApp jinsi ya kuchat, lakini sio kila mtu ana nani. Natamani ingekuwa kwenye kila nguzo, lakini nadhani gharama inaweza ikawa kubwa, ila kama wataweza kwenye kila nguzo, au kama sio kila nguzo, kila mtaa ijulikane nguzo ya kwanza na ya mwisho iwekwe namba za TANESCO, wachukue vile vibati, waandike emergency number, igongewe kwenye stimu. Kwa hiyo mtu yeyote anapoona emergency wakati wowote, either anajua tu kuna namba ya TANESCO, anatoa simu hapo hapo chap. Kwa hiyo wakiweza kufanya kwenye nguzo zote itakuwa ni vizuri, japokuwa ninajua ni gharama, sijui kama wanaweza kuimudu. At least ikishindikana kwenye kila nguzo ya kwanza na ya mwisho kila mtaa. Kwa hiyo raia waambiwe kwamba ukitaka namba ya emergency ya TANESCO, nenda either mwanzo wa mtaa au mwisho wa mtaa. Nguzo ya kwanza utakuta kuna namba pale, ili sisi tutoe taarifa. Taifa lolote ili liendelee, inabidi kuwe kuna mashirikiano kati ya raia na serikali yake. Serikali iwasikilize raia, raia wasikilize serikali, serikali iwatengenezee mazingira mazuri raia, raia wanapoona kwenye serikali kuna makosa wawarekebishe, na serikali wapokee marekebisho wanapoona kwamba kuna sehemu inatakiwa kurekebishika. Kwa pamoja tunashikana mkono, tunaenda. Na Sma, tumezungumza mambo mengi sana, almost nadhani leo imekuwa ni interview ya masaa almost 2 na sehemu, lakini tukushukuru sana Sma kwa wakati wako. Pengine kuna lolote la kuaga watazamaji wetu? Nadhani Ramadhani inaisha, lakini ndugu zetu wa Kwaresma bado wanaendelea nayo. Wao niwaendelee pia, niwatakie mfungo mwema, wamalize salama. Kwa Waislamu alhamdulillah ambao tumejaliwa kumaliza mwezi, kwanza tutoe zakatul fitri, bila hiyo saumu haipokelewi, inabaki inaelea. Cha pili, tufanye sana istighfar, Mwenyezi Mungu atusamee mapungufu yetu kwenye mwezi mtukufu ili apokee saumu zetu. Ila pia tusisahau uungwana. Uungwana tumeona kama ni option. Kwa hiyo tujitahidi sana tuwe ni binadamu ambao ni waungwana, tupendane wenyewe kwa wenyewe, tusaidiane wenyewe kwa wenyewe, majirani kwa majirani, umeona, tuwe ni waja wema. Tukumbuke kwamba tumekuja duniani muda fulani, tutaondoka baada ya muda fulani, tutakachokiandaa huko cha mbele ndo hichi hapa, tuko kwenye shamba. Kwa hiyo mauti utamkuta kila mtu. Tuishi kwa wema, kwa ungwana, na
tujiepushe na kumdhuru mtu kadri inavyowezekana. Kama huwezi kumsaidia mtu, usimdhuru. Yani tujitahidi, iwe kumdhuru kwa vitendo, iwe kumdhuru kwa maneno, iwe kumdhuru kwa kushawishi maneno ambayo yanaenda kumsababishia madhara mtu mwingine. Yes, umeona? Pia tuwe ni watu wenye akili. Mtu yoyote ambaye anatushawishi kwa sababu ya kusababishia madhara wenyewe kwa wenyewe, mpasuko wenyewe kwa wenyewe, hakuna ndoa ambayo haina shida, hakuna ndugu ambao hawagombani, hakuna sehemu yote ambayo haina shida, ila wenye busara na wenye hekima huwa wanatafuta njia ya kusolve bila kusababishiana madhara. Kwa hiyo natamani tuwe ni jamii ya watu aina hiyo, especially wana Fuse wage tunafanyana mentorship sana. Natamani tuwe kwenye hili, na nashukuru sana kwa wale wote ambao wana show support yao kwa Fuse. Maendeleo yanaendelea. Nadhani mara nyingi mwisho tuliona sehemu ambazo tumefikia. Yes, level ni nzuri, lakini hatujakamilisha. Tutakapokamilisha watashangaa tu interview imehamia studio. Yes, kwa hiyo alhamdulillah, tutamalizia kwa kusema mimi sio mjuzi wa kila kitu, huenda nimekosea sehemu, huenda tumeteleza sehemu, basi niko tayari kurekebishwa. Lengo ni jema, lakini inaweza nikawa nimekosea, na niseme alhamdulillah. Kabla sijamaliza, namba watajia watu namba. Unajua wakati mwingine huwa tunasahau hata kuweka mwisho, lakini ukihitaji mtu anaweza kaika nani kidogo. 0764 124 124. Hii 0764 124 124. Hii namba inapokea message za WhatsApp tu, haipokei simu. Kuna watu wanaipigia sana simu, haipokei SMS kwa sababu haiwekewi bando ya kujibu SMS. Yenyewe inapokea WhatsApp message tu peke yake, lakini ndo namba ya kupokea support kwa mtu yoyote ambaye anataka kushow love, we support Fuse. Ukituma inakuja jina Samir, na mtu ambaye anataka kusponsor, karibu sana. Na kwa mtu wa nje namba inapokea nani, hata watu wa nje wengi wanatuma na inafika. Kwa hiyo anaanza na +255 okay, +255 764 124 124. Niko na DJ Sma, mimi naitwa Victor Madaha. Asante sana kwa yamba umeangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikushukuru sana, na pengine kama una maoni yako natamani tubadilishe, tuongeze, na pia katika sehemu ya comment pia utakuwa umefanya vizuri sana. Usisahau pia kuandika maswali yako. Our next interview ambayo tutakuja kufanya na DJ Sma, pia maswali yako ndio itakuwa ya msingi sana, lakini kama umeuliza swali, umeandika swali lako na tujaweza kuliona ama kulijibu hapa, next time inawezekana kando bahati yako. Kwa usichoke, endelea kuandika. Nadhani kila kitu kinaenda vizuri. Kaangalia interview ina mambo mengi sana ya mbolea. Yes, wakiingia kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255 wataikuta kuna mambo mengi sana ya mbolea kwenye hii interview. Ni vizuri kujifunza kwa watu ambao wametuzidi. Nadhani pia naendelea, wasio kadhani ndio peke yake. Nitakuwa natafuta wazee ambao wametuzidi, wameishi mengi, nipate kukaa nao watupe ile experience. Unajua zamani tulikuwa tunalelewa, tulikuwa tunakaa na mababu au wazee wetu au wajomba, wanatuambia historia, wanatufundisha. Sasa hivi hamna tena hiyo. Kwa hiyo tukipata nafasi za watu kama hawa tunatakiwa tuzitumie. Kabisa. Asante sana kwa kwamba umetazama kuanzia mwanzo wa interview mpaka sasa hivi. Kama kuna mtu tumekosea sehemu, naomba mtuwie radhi. Nyuma kama ni kwa polisi bwana. Asante. Video hii imekupa thamani, maarifa au hata mtazamo mpya, na kualika kusupport channel hii. Kwa sasa hatuna wadhamini. Kila video inatengenezwa kwa passion, kwa dhamira ya kukuletea maudhui yenye kuelimisha na kuzindua akili. Mchango wako, haijalishi ni kiasi gani, husaidia moja kwa moja gharama za uzalishaji, utafiti, vifaa, na kuniruhusu kuendelea kuunda maudhui kwa uhuru bila kuathiri ubora au misingi ya Fuse ambayo ni facts and logic. Pata video zote na update zote za DJ Sma. Jiunge na channel, scan hii QR code itakupeleka kwenye channel, au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda 0764 124 124. Andika niunge channel, utapokea link. Ila namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Sma 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini,
Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, Facts and Logic. DJ Smart. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.